Wakorintho wa kwanza 15 kwanza 42 kuendelea. Biblia inasema ya kwamba sisi wote tutakufa. Mili hii ambaye tuko nayo haiwezi ona ufalme wa mbinguni, bali itaweza kuoza. Tutakapoweza kuona ufalme wa mbinguni, hatutaona ufalme wa mbinguni na hii mwili. Tutaona ufalme wa mbinguni na mwili wa kiroho, which means tutaweza kufaa huu mwili wa kufa, huu mwili wa kula, huu mwili wa kufaa, huu mwili ambaye ni wa tamaa, huu mwili wa mawazo, mwili wa vitendo, mwili wa matendo maovu, mwili ambaye ni wa vitina, mwili wa uchafu wa kidunia, bali tutafaa mwili ambaye ni mwili wa kiroho, usiokula wala usiokuwa na tamanio la vitu vyovyote, bali mwili unaomfanana Mungu, mwili ulio tayari kwa kuabudu usiku na mchana, wakati wote, Mungu akiinamiwa, Mungu akisujutiwa. Kwa hivyo nataka nikuprepare kwamba tengeneza mwili wa kiroho ndani mwako. Mwili wa kiroho uweze kufufuliwa ni wakati ambapo kiama la tarumbeta itakapolia. Mwili ule ndio utaweza kuona Mungu. Wakati mwingi watu hawawezi jua ya kwamba mwili huo ni mwili wa namna gani. Wakati ambapo wewe haujalea mwili wa roho ndani mwako, mwili wa maombi, mwili wa kumpenda Mungu, huo mwili hautaweza kutokelezea wakati ule. Anza kubalilia huo mwili wakati ungalipo hai. Kuna mwili wa roho ambaye unahitajika uwe nao. Watu wengi wana mwili wa kishetani ndani mwao, wana mwili wa mawazo maovu ndani mwao, wana mwili ambayo si wa kiungu, yani mbegu ya kishetani, yani mbegu ya Lucifer, mbegu ambaye ni ya kimapepo, mbegu ambaye na Illuminati. Mwili wa roho ni mwili unaoweza kufufuka, mwili unaoweza kupaa, mwili ulio mtakatifu, mwili unaomcha Bwana. Vyote vinavyomreject Mungu havitaweza kufufuka, lakini ni mwili ambaye unaomtambua Mungu ndani mwako utamuona Mungu. Uko na mwili wa roho wa Mungu ndani mwako. Prepare mwili wa roho ndani mwako ili kwamba uweze kuwa tayari wakati wa kiyama tarumbeta itakapolia, utaweza kuona Mungu. Hauwezi ona Mungu katika mwili wa kufa huu until uone Mungu katika mwili wa kiroho, mwili usiokufa, mwili usioteketezwa, mwili ambaye tutaweza kuishi naye milele. Nataka nikuhakikishia kwamba mauti ililetwa na Ibilisi, na ndio hatui wa mwisho wa Mungu utakapomalizwa. Mungu akubariki sana. Unaponifuatilia utaweza kubarikiwa. Asante. Umebarikiwa sana kwa kutazama runinga ya EGM TV YouTube. Endelea kufuatilia mtumishi wa Mungu. Subscribe, utajifunza mambo mengi kutokana na mtazamo mpya. Barikiwa sana.